Ndugu zangu katika iman, zinaa ni miongoni mwa dhambi kubwa sana katika Uislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala amekataza vikali ndani ya Qur'an, na pia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukataza sana, ametuhusia sana tusikaribie dhambi ya zinaa katika maisha yetu. Ni madhara gani ambayo yatakayemfika yule ambaye mwenye kufanya zinaa? Ni mengi sana ndugu zangu katika iman, na pia yanamwathiri yeye mwenyewe binafsi, familia yake, jamii yake, na hata uhusiano wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara ya kwanza, mwenye kufanya zinaa akae atambue kwamba zinaa ni dhambi kubwa sana na inachukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya suratul Isra aya 32, Allah anasema wala msikaribie zinaa, hakika hiyo ni uchafu na ni njia mbaya kabisa. Hiyo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ndugu zangu katika imani inatufundisha ama inatufahamisha kuwa zinaa si kutenda tu, bali hata kuikaribia ni makosa makubwa sana. Ndugu zangu katika imani, mfano mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa, haya ni haram kabisa ndugu zangu katika imani, na Allah subhanahu wa ta'ala anachukia jambo hili. Na hasara ya pili ambayo anaipata mwenye kufanya zinaa, akae atambue zinaa inasababisha adhabu kali duniani na akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Nur aya 2, Allah anasema mzinifu mwanaume na mzinifu mwanamke wapigeni kila mmoja wao viboko 100. Hiyo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema mwana Adam hatazini hali ya kuwa muumini, wala hata kunywa pombe akiwa muumini. Na hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii inatuonyesha kuwa zinaa ni jambo linalofuta nuru ya imani kwa wakati huo. Hasara ya tatu ambayo atakayepata mwenye kufanya zinaa, akae atambue kwamba zinaa inasababisha magonjwa ya mwili na maisha yake kwa ujumla, kwa sababu zinaa ni chanzo kikuu cha ugonjwa ama cha magonjwa mbalimbali ya zinaa kama vile ukimwi, kaswende na kisonono na kadhalika. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni hasara ya tatu. Na hasara ya 4 ambayo itakimpata mwenye kufanya zinaa, zinaa hupelekea kuvunjika kwa familia na maadili katika jamii. Ndugu zangu katika imani, zinaa husababisha ndoa kuvunjika, watoto kulelewa bila malezi ya wazazi wawili, na pia kuharibika kwa maadili ya kijamii. Ndugu zangu katika imani, hilo tukae tulitambue. Na hasara ya 5 ambayo atakayepata mwenye kufanya